Hey, wakurugenzi! Young and Stupid episode 5, fresh out of the kitchen. Mamen, niliambiwa YouTube mtu aingiage ni kama anaingia kwa bafu. Hapa kuna stylist anaitwa Jesse ameniambia nikizoea kuvaa hivi mimi na wamama. Kabisa man. Hey Joe, last week ilikuwa Mother's Day, nimeona hii wiki wacha niwapige story 2-3 hivi za madhe. Vitu nilimpitishia bana. Nikoshua nyi wote mazee kuna vitu mmefanya mama zenu mpaka wakawishtu wangezaa miwa bana wakatane na daktari, hiyo story ishia hapo. Yeah? 1989. Nikiwa miaka 2.5. 1989 kulikuwa na kitu bigi ina happen. Gava walituchezea script ingine. Walienda wakachoma 12 tons of ivory. 12 tons. 12,000 kilos of ivory. Pesa ilioje. Lakini Gata Press wanasema yenye ilichomo ilikuwa kitu kama 1 ton na kitu hapo. Hiyo ingine ilikuwa ni props. Lakini Gava wakisema chai ni 4 million, who are we to bishana? Hiyo hatuwezi bishana. Yeah, so as maze ivory inachomo huko bana, mimi nilikuwa kijana mdogo sana wa miaka 2.5 pale kwa keja. Na mother alikuwa anajiprepare kwenda interview fulani Ngori. So enzi zetu si kama siku hizi. Siku hizi mzazi akienda work anaacha amepiga mtoto kakisa hapo, anamwambia goodbye, have a nice day nini. Sisi time yetu ilikuwa mzazi anakuacha na death threat kwanza ndio anatoka. So mother akienda interview siku akanipiga death threat yangu baridi, wewe nikirudi nisikie hujakunywa uji wewe nitakuitia Francis Lotodo. Wadau, Francis Lotodo alikuwa politician kwa government ya Moi. Mtu wangu KBC haikuwa na picha fiti ya Francis Lotodo. Picha zote za Francis Lotodo alikuwa anakaa vampire/serial killer. Ni marehemu, may God rest his soul. Si blanda yake na blame KBC. Maze picha mlikuwa mnaweka za mtu bana. Kila time Francis Lotodo alikuwa anatokea kwa TV lazima nilie. Hiyo ilikuwa standard. So mother alikuwa ashajua, unaogopa huyu? Hii ndio kadi ndacheza. So hii asubuhi mazee akaenda interview yake, akanipiga death threat yangu baridi, kaniambia ataniitia Lotodo, alafu akatoka. Mimi namwangalia hivi akitoka naona wait. Hiyo ni stalking iko kwa kichwa. So nashuka kiti teketeke, nimkimbize nimwambie, "Mam, uko na nini?" Stalking kwa kichwa. Mazee anakanyaga, kokwato mbaya anaelekea juu amechelewa anaenda interview. Mimi huyo na tumiguu twangu tudogo namfuata tuko barabara. Huyo ndio sisi tumeenda mpaka happy stage. So of course amefika stage mbele yangu, mimi niko huko na hema najikaza kumfikia. Najua mpewa 2.5 atembei fiti bado. By the time naenda tu kumkaribia hivi tu nimshike. Nyayo basi ndio hiyo. Okay, watoto wa 2005 zamani transport sector Gava ilikuwa na stakes kidogo. Haikuwa fully private kama saa hii. So kitu ilikuwa imehappen ni through NYS Gava ilikuwa imeakwa mabasi mob zilikuwa zinaitwa Nyayo bus. So hizi Nyayo bus zilikuwa zina apply routes za mtaa, zilikuwa basi fulani za green. So mother alikuwa anapenda kuingia ganazo work sana. So nimeenda kufikia tu hivi madhe asharuka ndani ya Nyayo bus. Nikaona sasa yeye imenitoka tu. Nikienda kutan nirudi mtaa, Concordia akafikiria wako pamoja. Kuja hapa. Teke mpaka ndani ya basi. Mother ana kopi. Yeye ashatembea ameenda ameshika javelin wapi nyuma ya basi huko. Mimi ni mdogo siwezi bishana na watu. Sisi nibangaize tu hapo tuende tuone hii basi inafikanga wapi. So hiyo time kulikuwa na kitu ya community parenting mazee. Ukiona mtoto hapa na mzazi wake ako huko ana kiti. Si unachangamkia tu. Sio kuna mother alikuwa amekaa hapo kwa aisle mazee akaniona niko hapo katoto kadogo nimeshikilia kiti. Akaniweka kwa lap teke. Anajua mother yako mahali hapa nyuma. Akipata kiti atanidai. Kidogo ka handbag kamefunguliwa, njugu zimetoka. Nimefall in love na mama mbaya. Wacha nirarue njugu mtu wangu. Basi ndio hiyo, tumetoka umo, tumeenda tumeshika Jogoo Road. Tunaenda wapi? Tunaenda Tao. Fika Hamza, kuna jeshi mob, wase wengi ushukiaga hapo. So akishuka viti upatikanaga. So watu wameshuka. Mother ameona kuna kiti. Coincidentally mali mother ameketi kwa aisle hapa. Aisle ndio hii, next kuna kiti empty iko hapo. So mother anakaa hapo hivyo kando na anaendelea kwa mahindi yake hata haijamhit. Huyu ndugu amekaa hapa kando ni mtoto wako.
So basi imeenda nini so ndio huyo mother akinichezesha hapa aka notice hata mother amepata kiti. Ananiambia haya sasa enda kwa mom. You can imagine the shock on my mom's face. Tukiwa City Stadium anapatilishiwa mtoto wake enda kwa mom. Wow. Mother alichoka. Sasa haezi enda interview na mtoto. Inabidi tuingie tao, tupande tena gari ingine ya Umo. Turudi wapi? Turudi Umoja One maze. Alinilaumu hiyo kitu mpaka until ni move out. Aliambia nilimcostingi interview maze kwa kazi ngori mbaya. But mimi najua of course hiyo interview hakuwa apite. Roho safi. Hakuna vile unaweza pita interview na stalking kwa kichwa. Hiyo ni common knowledge. Iko kwa kitabu ya Social Ethics Form 3. Enda usome uone. Hauwezi pita interview na stalking kwa kichwa. Yeah. So hiyo ikaishia hivyo. Fast forward to 1997. Hey! 1997 kuna mvua ilituhangaisha hapa mbaya inaitwa El Nino. El Nino ilibeba vitu. El Nino ilibeba mpaka 30 billion euros. Ama ni 30 million. 30 million euros. Kutoka kwa account ya serikali mpaka kwa account ya ministers kadhaa. Kuna kitu ilikuwa inaitwa Anglo Leasing. Enda utafute utaona. El Nino ilibeba hiyo pesa mpaka kwa mfuko wa ministers. Hiyo time nilikuwa kijana mdogo ambaye anaingia kidato cha 5. Kidato ni form ama ni primary? Ni darasa la 5. Naingia class 5 pale. Mother akakamna a very brilliant idea. Huyu kijana naona sasa aende boarding. Wadau, mama akaenda in the heart of Makueni County, mahali panaitwa Kiboko. Uko onio wetu Makindu. Kuna shule pale ya Kenya Agricultural Research Institute. Inaitwa Kari Mwailo Mixed Boarding Primary School. Wazon ile ni kambi ya jeshi. Ni vile tu ni watoto wadogo huenda. So tumeadmitiwa pale day 1. Mimi sitaki boarding. Maze sitaki boarding. Na imagine nimeacha boy wangu wakicheza huko ni hiyo kitu inanipiga depression mbaya. But nimeadmitiwa. Vizuri sana nimeingia. Iko sawa. The following day tunapigwa exam. The following day exam mnafanya leo, inamakiwa leo. Kesho mwalimu anakuja na viboko. Na kuambia day 2 tulinyoroshwa. Hataki kujua wewe ni mgeni, ni ukama. Hiyo is the list of his worries. Maze kama umeanguka na ilikuwa gani standard. Hata kama umepata 99% unagongwa kiboko moja juu ya kukosa so. Sababu niambie umekuja hapo umepiga 76 yako baridi. Hizo ni viboko 24 hauko umebudgetia. Unajua? Nakwambia tulipigwa hivyo day 2. Day 3 nikaona hii kitu as in ndio trend. Ka exam kanapeanwa inamakiwa kesho viboko. Kesho same thing. Ka exam kanapeanwa inamakiwa viboko. Nikaona hii haiwezi. Kutoka mali shule iko mpaka Kiboko kwa main road kwa lami ni kitu ka 7.5 kilometers. Nikajua natembea hiyo distance. So nikaenda nikachukua t-shirt. Nilikuwa nimepack ka t-shirt fulani ka home. I think ilikuwa ya Spider-Man. Nikapiga Spider-Man yangu fiti. Alafu na kinyasa ya chuo. Although nilijua itanimezeshea juu. But nikasema idhuru. Nikapiga hiyo. Alafu tulikuwa tunaingia na rubbers. Tule bata bullets. Nikapiga bata bullets zangu baridi. Teke. Ngware sana. Kitu kama 5:36. Kavuka fence. Tuende sasa. Na kula kilomita 7.5. In my mind, sijui ni 7.5 kilometers. Juu tulikamna gari, najua after maybe some 500-600 meters nakuwa nimefika main road. Nakwambia nilitembea, wadau. Nilitembea. Alafu huko ni kuna mashamba mazee, watu wamepanda hiyo Research Institute wamepanda mahindi. So unapita huko kwa mashamba. By the time nagonga kilomita 4 nilikuwa mwisho. Yaani mpaka ninaanza kuconsider kurudi. Juu sasa hii kitu hai make sense anymore. Bahati tu lori inatoka huko Kari ikielekea kwa main road. Hizo lori institute tu. Nikaona mazindi nikaona basi ndio opportunity. Ikanipita tu hivi kidogo. Nayo. Nikaidandia nyuma. Teke mpaka wapi? Kiboko. Nimefika wapi? Kwa nini? Kwa highway.
Pale kwa highway nikajua sasa mbele nyuma niko na 75 bob zangu baridi, but nikajua hii inanifikisha Umoja straight. So nimebangaiza pale, najaribu kukatia waswaniso na kama naambia ni aje mnafika Nairobi Sasa niko na shilingi 70 hapa. Wewe hiyo hatuwezi, wanaishia. Kwanza mmoja karibu amezeshea aliangalia shoti yangu, wewe si umetoka shule? Wapi leave out? Nilitoka kijiko. Nilitoka mbio deadly. So mazee nikaona hapa matatu itanisaidia. Hapa itakuwa ngori. So ile mazee nimeanza kuresign tu fate yangu, nataka kurudi shule. Nikaona kilori kimekam kikasimama. Hizi trailer bigi. Ikasimama hapo. Tanboy akashuka akabai mandizi hapo teketeke. Anataka kuingia warudi. Nikaenda nikamwambia ni aje mazee, nimefukuziwa fees, nataka kwenda home. Mnaweza kuwa mnafika Nairobi? Akamwambia tunaenda Nairobi. Unaenda Nairobi wapi? Nikamwambia tunaenda Umoja, lakini mama yangu anafanya kazi hapo town kwa Ministry of Agriculture. Najua mahali iko, sitapotea. Me as long as tuko Nairobi, najua mahali iko. Akaanza uko sure? Nikamwambia in fact wacha hata kujua mahali iko. Kama mtafika Nairobi tutaona ofisi yake. Juu nilikuwa sure ukiingia tao lazima uone Ministry of Agriculture. Ilikuwa pale Uhuru Park juu. Akaambia sawa, ingia. Kaikaa kwa lori huko nyuma kuna koga na kakitanda hapo, nikabangaiza dead. Hata sidhani juu ya kuchoka, after 10-15 minutes nilikuwa out. Waliniamsha tukiwa Mombasa Road. Tunakuja deadly, ndio sisi tumeingia Capital City. Akaambia haya, sasa kaa standby. Umeniambia ofisi iko karibu na wapi? Nikamwambia ofisi iko tukifika tu Uhuru Park ndaonyesha Ministry of Agriculture. By then tukaenda fiti na hiyo Uhuru Highway teketeke mpaka kwa ile roundabout ya Uhuru Park inakuaga wapi? Haile Selassie roundabout. Ministry of Agriculture unaionaga pale juu, zinafanana deadly. Ministry of Agriculture na Ministry of Health zinakuaga hapa kwa hapa. Nikamwambia ndio ile building, wacha nishuke nichangamke. So wakajaribu kwa zebra crossing hapo, wakanyofinya kalori, nikakanyaga chini. Teke mguu mpaka Uhuru Park katikati. Huyo mimi Ministry Kilimo House, Ministry of Agriculture. So nimeenda nimebangaiza hapo kwa reception, nikaambia receptionist nangoja mama yangu atoke job tuchangamke na yeye mtaa. Receptionist akasema ina mambo juu unakaa umechoka, wacha hata nimvutie nimwambie tu kama akuchukue. Receptionist anakola anaambia madhe, uko na mgeni hapa kwa reception. Okay sawa, wacha nikam. Chap madha akata. Kwa mind ya madha anajua ni rafiki yake kutoka tu hapo. The shock on her face, akishuka pale chini anapata kijana amepeleka shule 2 days ago. Makueni County. Amekaa kwa reception ya Ministry of Agriculture, anamngojea. As in literally ungeona madhe akifaint from inside. Anashanga mtoto amefika aje hapa? Umefika aje hapa? Nikamwambia tu kweli, mimi hiyo shule vita inaendelea huko siwezani nayo. Nimevuka fence, nikatembea kilomita 7, nikapanda lori nikuja hapa. Kama unataka kuniua, nirudishe huko. Madhe akaniangalia hivi akashindwa mazi. Yaani wewe, ni nini nakusumbuaga? Na hivyo ndio nilitolewa Karimoilo after kukaa hapo 2 days. Fast forward. Hii ni 97. 26 years later. 2003. 2003 Kibaki ndio alikuwa amesettle pale kwa serikali vizuri as a new president. Mimi saa hiyo I am a form 3 student pale Makueni Boys High School. Kijana mtundu, mkorofi kuruka. Yaani niko kwa black book ya hiyo shule, niko kwa OB ya police station hapo wote. As in nilikuwa those days. So visiting day imefika. Of course juu kukua kijana fala, madhe alikuwa amenirushia mkono akadai wewe hata sikuvisit kaa huko. So sijui ni boy mgani hapo tukivizitiwa mazee aliletewa pineapple kibao. Sijui mzazi wake alikuwa amefikiria nini. Alimletea pineapples hivi ndani ya paper bag nyingi zilikuwa kaa 7 or something. I think alimwambia patia vijana wenye hawajavizitiwa nini wajinais. Sasa boy ameingia hapo mazee na pineapple na mzabuda pineapple 7 za nini? Aniambia hizi nimeambiwa tu nipatiane hata mimi sijisikii nazo. Leta wewe. Nikachukua pineapple mtu wangu. Buda. Si boy wangu tu fulani akakama kaniambia, Buda unajua hizi vitu utengeneza tei. Sare. Buda hizi vitu ukiweka kwa jerrycan vizuri ukatekate poa alafu uzike. Tei.
Sare nayo sisi hao dining hall tumeenda tumeiba 20 liters, ile mtungi ya 20 liters shwa mpaka dom, ni kukata tu mapineapple. Hatujali, hata hatutoi ngozi, tunarusha tu ndani ya mtungi maji. Haya, uko na nini kwa shopping? Uko na sukari? Leta, mwaga ndani ya mtungi, tukaweka sukari hapo sawa nini. Sisi hao mpaka kwa field huko. Kuna place fulani ilikuwa ya track events, haiko inatumikaga sana. Tuko na hapa since watu wachezagi sana, chimba hapa. Teke tukachimba, tukazika nini? Mtungi ndani. Na tukakaa. Kila siku nashinda tu nikiuliza, tei imeiva. Niambia, buda, hiyo kitu kwanza vile hatukuwa na catalyst. Hiyo kitu mazee nataka inapiga hapo kwa wiki 3. Ai. Wiki 3 nani atangoja mazee? Nikakaa kwa domu siku moja nikamwambia bro, hapana. Siwezi ngoja wiki 3. Mimi naona tufanye hivi. Twende tuvuke, tutafute tei ya ukweli. Tukamtufuko ile kitu tuongeze tei, alafu tufunike. Hiyo itafasten hiyo process, itaquicken hiyo process. Akaniambia buda, najua idea ni kali, lakini mimi sina hizo guts. Mimi siwezi ruka fence. Nikamwambia say no more. Lights out. Pop, saa 4 usiku. Stima imezimwa pale chuo. Kijana nje ya dom. Teke. Mpaka wapi? Kwa fence. Principal wetu mpaka leo, I believe o jamaa alikuwa gana ndumba. Hakuna vile unaweza ni convince. Alikuwa anasimamaga kwa assembly anasema, by the way, najua mnatakaga sana kuvuka nini. Na mimi sita invest na fence kwa shule. But wewe jua ukivuka nitajua. Na by the way, true to his word, kila msemo mwenye alivukaga alijulikananga. Mimi sijui alikuwa anaduaje hiyo kitu. Fence yetu ilikuwa imepararambaa, iko na magaps nini, mawaya zimehang. Ilikuwa ni fence haiko. But ukivuka ulikuwa tu unapatikana. Mimi nikakaa nikajiambia hapana, mimi hezi ni wai. So lights out TV saa 4, teke mpaka kwa fence. Shop, nikaruka. Huyo mimi kwa main road mpaka wapi? Wote. Hiyo ndio ilikuwa capital city ya Makueni, ni Wote. Nimeingia Wote, nimepiga home clothes zangu baridi, hata mtu hawezi jua kalebo kamecheza pale. Shop, nikaingia Baesa. Kulikuwa na club fulani hapo, nimesahau jina mazee. Vile wasole kwa nakata mae huko mbaya. So nimeingia, napata kuna drink fulani mazee Wakamba wameiti mbaya. Inaitwa nini? Sandana. Okay, ni Santana, lakini Mkamba na matamshi kidogo pressure. So Sandana, mzinga 750 ml ni 110 shillings. Wewe bujiulize hiyo ni nini? Hiyo ni nini kama sio ethanol mtu anakunywa? Kwanza nikasikia kitu ni 110 na niko na karibu so 5 kwa mfuko, nikamwambia nipatie 2 za kwenda kuweka kwa concoction pale, alafu nipatie 1. Kwanza ni jump start system hivi kidogo, nirudi chuo nikiwa fiti, inipatie hata time nikipiga hii najua nitangojea hata wiki 1 ile kitu ive. Haya, nikapigwa Sandana mti yangu. Nikapiga teke. Wakati tu niko half chupa hivi mazee, nataka nimalize kitu haraka mazee, nasikia sauti hapa nyuma, mtu wangu umepotea sana, umekuwa wapi nini? Nikitan principal amekam, amekuta sijui na wazae wagani hapo. Nashindwa mazee, saa 5:30 usiku principal unakujaga ku hizi maeneo. Kwanza nikaingiza fridge mbaya, so nikachukua Santana zangu nikaseti na kale kenye nilikuwa nakunywa, nikaenda nikipiga flash mdogo shap, nikatoka nje ya bar. Teke. Narudi wapi? Narudi shule. Juu nilikuwa nimesuspect kidogo anaweza kuwa maybe ameniona. Unajua kuna kwa na paranoia wakati unafanya kitu mbaya mazee ukiwa chuo. Wadau, hakuna mtu alikuwa ameniambia ukipiga makali stay away from heavy physical activity. Maze nimetoka mbio kutoka Wote mpaka chuo. Hiyo ni 1.8 kilometers tukienda kilomita 2. Na niko na makali kwa system. Buda, hiyo kitu inatembea kwa bloodstream kama by the time nilikuwa nafika kwa fence. Nilikuwa nje. Fence maze vile ilikuwa tu mbaya, iko na mawaya ziko all over the place. So nikiingia na fujo juu niko tu vibaya. Waya, babdua ikani nini hapa kwa mguu, kwa thigh. Nikienda kutoa ndio ina sink. Unajua zile sengenge ni ng'ombe, inakoga na maspikes. Nikifanya nini na nguvu ina sink kwa nyama. Wadau, nakwambia hiyo kitu iliniwai. Nilikaa kwa hiyo fence mpaka nikaona gari ya principal akirudi shule, amemaliza kukata tei zake kitu kaa saa 8 usiku. Akirudi shule, mimi mwenyewe nilimpigia nduru nikamuita, principal!
principal, usinipite. Nakufa hapa bana. Maze akasimamisha gari, anashindwa wait, nani nani? Anakama anapata kijana maze. Mguu damu tupu, niko nje, nimelewa deadly, niko na sengenge kwa mwili. Wah. Sasa maze ni yaite soja huko wakabo anze kukata mawaya. Waya kwanza ni rusty deadly. So hata siwezi rudishwa dom. Ni aniweke tu kwa hii gari yake nikibleed kila mahali, anirudishe wapi? Wote General Hospital. Inaitwa Makueni General Hospital. Wote. Kwanza nikaenda nikalalishwa huko. Mother ako job. Anajua kijana ako huko being a good student. Anasomea A. Anapata simu, anaulizwa, mama unaweza kufika Makueni? Ai. Anashindwa, kwani kuna event ya wazazi siku anajua. Mtoto wako wako kwa ward. Tulimpata amelewa chakari kwa fence akijaribu kuvuka. Amekatwa na waya huko. Itabidi uende umalizane na daktari. Madhe alichoka. In fact hakukam. Alisema fanyeni hivi. Muniambie bill ya huyo mtu ni how much? Nitume pesa huko. Akikufa muniambie tukuje tukimbize mwili. Nimechoka la ukijala. Hakuwa ikam. By then nilipona. Niliwa vizuri, nikarudi shule, nikaokota barua yangu ya suspension. Swafi! Na nikaenda nyumbani. Hakuniongelesha. Hizo 2 weeks tulikuwa tunaishi kwa hao ka strangers. Siku ya kurudi chuo, ilibidi mzae ndio anipeleke. Mother hata but simlaumu men. Simlaumu. Wazazi mazee upitia jo. Wazazi upitia. Na hivyo ndio nilipatia mama yangu Alsas. Nikiwa kijana mdogo, my God. But nampenda. Najua hata mahali huko jo anaangalia tu chini anasema yenyewe hii kinyangarika. Tulikuwa tumepoteza hope nayo lakini yako tu afadhali sasa. Siko mbaya sana. To subscribe wadau, stories zinakuja kama kawa. Tuonane next week. Young and Stupid episode 6. Inaweza mbaya. Au sio? Tuzidi man wadau.